Tumsifu Yesu Kristo. Mtazamaji mpendwa, karibu katika kipindi cha Tumaini 33. Matumaini yangu kwamba afya yako ni njema popote ulipo na unatutazama kwa uzuri kupitia kingamuzi cha Azam namba 470, hali pia mtandaoni kule YouTube andika Tumaini_TV na subscribe nako pia unatutazama. Tuko mbashara katika kipindi hiki ambacho dhima yake ni miaka 33 ya utume wa Bwana wetu Yesu Kristo tangu kuzaliwa kwake hadi alipopaa mbinguni. Na tunazungumza kuhusu ibada ya huruma ya Mungu ambayo yeye mwenyewe kwa kumtumia mtakatifu Sister Maria Faustina Kowalska basi imetufikia kupitia diary hii nzuri ambayo iko hapa katika meza yetu. Pamoja nami wakati huo ni Padre Tito Rwegoshora, paroko wa parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua, Nyeburu, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Pia tuko naye Areta Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Mimi ni Gaudens Sierra na kualika uwe nasi kikutakia utazamaji mzuri hadi itamati. Baba, tuanze kwa sala. Basi kabla ya sala, ndugu zangu, salamu sana kutoka parokia ya Nyeburu. Ndugu zenu huko wanakusalimuni na kukutakieni heri. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, washie mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumbwa upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunaomba tuongozwe na yule Roho, tutende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikira Maria mama wa kanisa, Tuombe. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amen. Naam, katika kipindi kilichopita tuliendelea kuzungumza juu ya Ekaristi Takatifu. Yes. Na baba alitufundisha na nichoendelea kukaa na kukitafakari sana ni kwa kiasi gani mimi ni mzima. Yani uhai na uzima. Inawezekana basi labda kwa sekunde chache akatukumbusha na kusisitiza ili baada yapo sasa tuendelee kadiri ya mwongozo kile ambacho siku ya leo atatufundisha. Yes. Karibu Father. Asante. Ni kweli kwenye kipindi kilichopita neno ambalo lilionekana kutikisa kidogo hali halisi ilikuwa ni hiyo utofauti wa maneno haya mawili ambayo yanaonekana kufanana, ya uhai na uzima, na nikawakumbusha kwamba kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo kama alivyosema yeye mwenyewe ilikuwa ni kwa ajili hasa ya kuja kurejesha uzima ndani mwetu, kutupa sisi amana, kutupa kitu cha kutuhakikishia kwamba hata baada ya mauti ya mwili ambayo actually ni kukatika kwa uhai wetu huu, bado kile kitisho cha mauti kinaweza kikawa ni kitu ambacho hakiogopeki tena, kwa sababu unaisha uhai huu au uzima huu, lakini kuna uzima ambao unadumu milele na ambao huo tunapewa na Bwana wetu Yesu Kristo peke yake. Na ndio hapa tukawakumbusha pia ndugu zetu watazamaji kwamba hata watakatifu, hasa wale watakatifu mashahidi na watu wengine wote ambao walikubali kuteseka kwa ajili ya heshima ya Bwana wetu Yesu Kristo na kadhalika, ilikuwa ni rahisi kwao kukubali uzima wa uhai wao ukatizwe au upotezwe, kwa sababu lile tumaini la uzima wa milele ambalo lilikuwa limepandikizwa ndani ya nafsi yao kwa imani yao kwa Bwana wetu Yesu Kristo liliwatia nguvu na liliwapa hakika. Ndio maana hata mahali pengine Mtume Paulo anasema
ujapoharibika mwili wetu bado hatuhofii wala hatuogopi, kwa sababu tuna hakika ya kupata mwingine katika ule ufufuo wa wenye haki. Au kama tulivyonukuu kipindi kilichopita maneno yale ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa Mtakatifu Marta kule Betania, kwamba Yesu ndiye ufufuo na uzima, na kwamba hata watu wakifa bado anaweza kuendelea kubaki hai kwake, kwa sababu ndani mwao kuna ile chembe ya uzima. Na basi sasa kwangu mimi kuishi ni Kristo, kufa ni faida. Exactly. Ni kwa nini bado yani kuishi ni Kristo maana yake nini? Kinachompa mtu uhai, kinachompa mtu ule uzima ni Yesu Kristo. Sawa? Na kwa nini Mtume Paulo alisema habari ya kwamba kufa kwake yeye ni faida? Ni kwa sababu pamoja na kwamba alikuwa anafurahia kuishi duniani na kufanya hii kazi, lakini moyo wake ulikuwa unatamani sana kufika mapema iwezekanavyo pale alipo Kristo. Si Yesu Kristo alituahidia ya kwamba anakwenda kwa Baba kututayarishia makao, na ya kwamba atakuja atuchukue ili alipo yeye na sisi tuwepo. Kazi sasa hiyo kuwepo. Kwa hiyo sasa Mtume Paulo kwake yeye anaposema habari ya kwamba kufa ni faida, ni kwa sababu kufa ndio kunakotuhamisha kutoka dunia hii. Ndio. Sawa. Kwa hiyo kwake yeye anaona kwamba anapokufa, tena kama ikitokea akifa mapema, anafika kukutana na Yesu mapema. Ndio maana alisema habari ya kwamba kwake yeye kufa ni faida na kuishi ni Kristo, kwa sababu Kristo akishakuwa ndani ndio ile anatimia yale, hata hajapokufa atakuwa bado anaishi, kwa sababu ni Yesu Kristo anaishi ndani mwake, ambaye ndio uzima wenyewe. Sijui niweke swali kidogo kabla hatujaendelea leo. Yaani tuna utofauti wa binadamu wa nyakati hizo na ujasiri wao na sisi, maki yani mtu akiambiwa bwana kuna kufa, yani sisi kidogo tunatabu kuielewa hii kwamba yani naondoka duniani. Kuna na ugumu kidogo. Utofauti, ndugu mtangazaji, haupo katika ile hulka ya utu wetu. Watu waliokuwepo miaka 2000 iliyopita na sisi katika ule utu, katika ule binadamu tuko tunafanana. Lakini vinavyotutofautisha ni mazingira tunamokuwa tunaishi. Sawa? Mazingira ambayo yanakuwa na kiwango kikubwa cha utulivu usiokuwa na mtikisiko wala ekaeka yoyote, huwa unafanyaga mwili na hata wakati mwingine akili na roho ya binadamu kurelax, kutulia. Na ukianza kurelax na kuanza kuenjoy hiyo hali ya utulivu ikianza hivyo, baadaye inapokuja sasa kutakiwa kutiwa msukosuko hivi, mwili una kawaida ya kuresist. Mfano rahisi tu. Mtu unaweza kuwa umeshinda katika siku hivi, umefanya shughuli zako, ukaenda kulala. Kipindi kile cha kulala mwili una relax, sivyo? Inapofika asubuhi, jogoo kawika au alamu ya simu imeita au sijui azana ya Waislamu huko pia, kwa namna yote kitu fulani kika interrupt usingizi. Ni watu ambao wana nidhamu tu ndio wanaweza kuamka mara moja kutoka kitandani. Lakini watu ambao hawana nidhamu, kuna kuwaga na ile habari ya kwamba ngoja kidogo. Ndio hapo kuna baadhi ya watu simu zao zina alamu karibia 3 zilizoachana dakika 10. Sivyo? Kwa sababu gani? Mwili ulishaingia kwenye hali ile ya kurelax. Sasa hivi unatakiwa uamke uende ukashughulike. Kuna tabu pale. Na mtu hajajenga ile nidhamu ya kufanyaje? Ya kuiheshimu ile kwamba muda sasa hivi mwili muda wako wa kupumzika umekwisha. Sasa hivi unatakiwa uingie kwenye harakati, kwenye kazi. Kwa hiyo inakuwa ni nidhamu tu. Sasa nyakati za wale Wakristo wa mwanzo, sawa, ambao walipitia mlolongo wa uongofu,
sivyo? Wakakubali kuacha namna fulani hivi ya maisha waliokuwa wanaishi na imani waliokuwa wanaishika, wakamkumbatia Yesu Kristo. Walitikiswa kutoka kwenye ukawaida fulani wakaingia katika ukawaida mwingine. Lakini vile vile wakati huo haikuwa rahisi kwao kuseto, yani ile kurelax. Sivyo? Kwa sababu imani ya Ukristo mwanzoni ilikuwa inapigwa vita, pigwa msukosuko kutoka kwenye dola, kutoka kwenye tamaduni na kutoka karibu kila kona. Ndio. Sivyo? Sasa ni nini ambacho kinawafanyaga watu waweze ama kurelax au kutoka kwenye ile hali ya kurelax? Mtu ambaye anakuwa subjected kwenye misukosuko mingi na karibu kila sehemu, anasemaga ile wakati wa kufanya ni miti inateleza, sivyo? Karibu kila mtu wa mazoea akitaka kuushika unateleza. Sivyo? Serikali haimlindi. Ndugu zake huko wanamuona ni msaliti, wanamtelekeza. Sijui wapi kwingine hakuna. Maana yake mtu anabaki na tumaini hili moja tu. Anabaki kumtumainia Mungu. Au mwingine asipoingia kwenye kumtumainia Mungu, anaingia kwenye hali ya kukata tamaa. Sivyo? Kwa hiyo sasa Wakristo wa mwanzo, kwa sababu walitiwa msukosuko wa kutosha na wakawa hawana miti ya kushikilia yote na teleza, walilazimika kubaki wanamtumainia Mungu pekee. Na sasa kwa sababu kuna wengine walipofanya yale mabadiliko ya imani, walifanya mabadiliko ya kweli kweli, walimgeukia Mungu kweli kweli. Au pengine ile nuru ile inayoangazia watu kwenye roho zao na kwenye utashi wao ya kuweza kuona ukweli wa Mungu hivi. Kuna wengine ambao wanaikubali vizuri kabisa, kiasi kwamba inapowapenya hawataki tena kugeuka kurudi nyuma. Sivyo? Watu wale walipokutana na msukosuko walibaki kushikilia njia ile ya Mungu. Si kwamba Wakristo wote wa mwanzo walikuwa na ushujaa kama tunaoshuhudia kwa watakatifu. Kwa sababu katika historia ya kanisa inaonyesha wakati wa madhulumu hasa yaliokuwa yanatolewa yaliokuwa yanafanywa na yanatekelezwa na dola ya Warumi dhidi ya Wakristo wale wa mwanzoni, kuna baadhi ya Wakristo walikaa na imani. Sawa? Ilikuwa ni hivi, unaambiwa kwamba bwana kati ya vitu vya kufanya kulikuwa na vitu kama viwili vao vitatu, wao vinavyokumbuka haraka haraka ni hivi: kudhihirisha kwamba wewe sio Mkristo au unakataa kuhusianishwa na Ukristo. Kuna madhabahu iliyojengwa pale kwa mungu fulani hivi wa kipagani, au pengine inajengwa yule mtawala wa Rumi anasema kwamba yeye mwenyewe ni Mungu. Kwa hiyo watu wanatakiwa wamwabudu, na act ya kuonesha kwamba wanamwabudu ni kwenda kutia ubani kwenye hiyo altari yake ambayo inakuwa na mkaa wa moto. Kwa hiyo kuna ambao waliona okay, kumbe nikienda kutia ubani naweza nikainusuru roho, naweza kaunusuru uhai wangu, nikanusuru shingo yangu, nikaunusuru mwili wangu usiteswe. Kuna walio kwenda kufanya hivyo. Sivyo? Kuna ambao walidhani kwamba wanaweza wakafuta kabisa mafundisho ya Ukristo kwa kudestroy, kwa kuharibu vitabu na matini zozote zile zenye mafundisho ya imani. Kwa hiyo walikuwa wanawaambia watu, kama unataka kujidhihirisha kwamba wewe uko upande wa mfalme na nini, lete vitabu hivyo ulivyo navyo, kama ni Biblia, kama sio ni katekisimu, kama nini, lete hapa viteketezo. Kuna watu walivitoa vitabu nyumbani kwao wakavipeleka kwenda kuvikabidhi. Na sasa kuna wengine ambao walisema hapana. Na ubani atutii, atutoe vitabu na kadhalika. Na wakati pana, kwa sababu wakati mwingine watu walikuwa wanapita manyumbani wanawawinda hawa watu ambao hawataki kuendana na mambo ya mfalme. Ilikuwa kwamba ukitekeleza kile walichokuambia unapewa ka certificate ka kipande hivi. Kwa hiyo wale wauaji wakija unawaonesha, jamani mimi mwenzenu tuko pamoja. Kama hauna shingo yako halali yao. Na ndio maana wakati wa Mtakatifu Agustino kulikuwa na mvutano mkali sana kwenye kanisa. Kwa sababu gani? Ile zama ya madhulumu na mateso dhidi ya Kristo ilikuwa imekwisha. Ukristo sasa umepata uhuru. Sasa katikati ya Wakristo wapo ambao walisurvive yale mateso wakiwa wameshikilia imani. Alafu kuna wale wengine ambao wana vile vijipande. Sasa hawa walio survive mateso wanasemaje? Sasa inawezekanaje tukawa tena bado kundi moja ya sisi
na hawa ambao walikana imani hadharani. Okay. Kwa hiyo kuna ambao kwanza kabisa kwamba hao bwana walipokana ile imani ubatizo wao ulifutika kimoja. Kwa hiyo wakitaka kuja huko lazima fanye nini? Wabatizwe upya. Hapo habari ya kwamba atasadiki kwa ubatizo mmoja. Mtakatifu Agustino alihangaika nayo sana hiyo, kuonesha watu kwamba mtu hawezi kufutiwa ubatizo wake kwa sababu alimkana Yesu, na ili kusudi aweze kupokea tena kwenye kundi sio lazima tena abatizwe upya, bali anatakiwa ni nini? Kufanya toba na kukiri imani. Okay. Watu wakaanza kukoma, basi kama ndio hivyo lazima wafanye toba ambayo ni very severe, yani na ya hadharani kila mtu aone. Yaani wasije wakarudi kukimlani laini tu hivi. Kirahisi alafu ikawa kama mchezo. Ikawa kama mchezo. Tunarudi kwamba wakati fulani watu wanapokabiliwa na ugumu mkali namna hiyo na wakawa hawana mahali pengine pa kushika, tumaini lao linabaki kuwa ni moja. Kwa hiyo kwa wakati ule kuna watu waliojidhihirisha hivyo. Sivyo? Na sasa kwa nini sasa hivi tunaona sasa watu badala ya kuconcentrate au kuelekea zaidi ule umakini kwenye uzima wanakomaa tu na uhai? Ni kwamba tumekuwa relaxed kwa muda mrefu. Sivyo? Tumerelax mno kiasi kwamba ni habari ya kwamba Ukristo umetoka kwenye msalaba wa Yesu Kristo, kwamba Ukristo maana yake ni kuufia ulimwengu. Hicho ni kitu ambacho watu wanakisikia sawa sawa, lakini kukipokea kwake ni kama vile hakuna practical situations za kuweza kufanya kile kitu kitekelezeke. Kwa hiyo kwenye kusikia kuna ambao wanasikia wanakubali, sawa? Kuna ambao wanasikia na hawajali. Alafu hata hao ambao wanasikia na kukubali hawakutani na vitu vya kuwatikisa. Sawa? Na mitikisiko ambayo tunakutana nayo tumeshaiona kama vile ni sehemu tu ya kawaida ya maisha. Na ndio maana sasa hata katika kukabiliana nayo tunakabiliana nayo kama katika hali ya kawaida tu. Ndio maana leo hii watu wanapougua sana, watu wanapopata majanga ya kimaisha, wanapofilisika, wanapoachwa, wanapofiwa na kadhalika, ni kwa sababu hayo yote hayo yamewekwa kwenye kapu la upande huu kwamba ni sehemu yale maisha ya kawaida. Ya kawaida. Wanasema binadamu napitia. Mapito ya kawaida ya kibinadamu. Kwa hata kwenye kuhangaika nayo, tunahangaika nayo kama binadamu wa kawaida. Ndio maana kunapotokea kifo tunaanza kukataa kwanza. Sivyo? Kinapotokea kifo tunaanza kutafuta mkono wa mtu, nani umehusika hapa? Ndio maana tunapougua basi licha yale mapambano ya kawaida, yani mapambano inakuwa ni kwamba ni kitu hiki kwa nini kinipate, hakipaswi kunipata mimi, au kwa nini kinipate mimi? Okay. Sivyo? Ni kwa sababu gani? Kwa sababu wakati fulani hivi ile kipengele cha kwamba mtu kukosa kuwa na tumaini lolote isipokuwa ya Mungu, hakuna kitu cha pembeni ambacho kinakuja kuleta msukumo kama ilivyokuwa nyakati ile. Naambieni ukweli, ikitokea wakati ambapo Ukristo ukaandamwa kisawasawa, sawa? Ikitokea wakati ambapo Ukristo ukaandamwa kisawasawa kila kona, watu kweli watakufa, watauawa. Watu baadhi watakana imani for sure, kabisa. Baadhi ya watu watakana imani ili kusudi kunusuru uhai. Sawa? Lakini kitakuwa ni kipindi ambacho kutakuwa na renewal ya ajabu ya ile imani yenyewe, kwa sababu tu tangu mwanzo Ukristo umetoka msalabani, mateso tofauti. Sawa? Bali ndio ulipotoka ule Ukristo kwenye sadaka, kwenye kafara. Mateso hayaepukiki. Hayaepukiki kwa Ukristo. Tuendelee basi. Ndio maisha yetu. Ndio maisha yetu. Na ndio njia yetu ya kumfikia Mungu. Njia ile ni nyembamba. Njia ile nyembamba. Na kwa sababu wanaoipita sio wote. Na ndio maana hata pale wakati ule padre anapotolea kikombe, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili ya
kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi, kwa sababu si wote watakao kinywea kikombe kile. Hapo kuna watakaotetea uhai na watakaotetea uzima. Ndio maana yake. Si wote. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Turudi ndugu zangu ni kwenye magugu na ngano. Kitu chakapofika wakati ule, ngano itakusanywa ghalani, magugu yata tukiwa kanisani kule wote tunaimba wote. Na wote tunanyanyuka kukomunika. Ndugu zangu, ni issue ya nani ya uhai na uzima iliibuka kwenye ukweli wa kwamba sakramenti kwanza imewekwa na Yesu mwenyewe kwa lengo la kutupatia sisi neema ya wokovu, kwa lengo la kutupatia sisi uzima. Sawa? Na tukapewa sisi sasa kuziadhimisha na kuwekea watu katika mazingira ambao wanaweza kuzipokea katika hali ambayo haitatutisha. Sivyo? Baadhi ya watu wanatamani kuona miujiza, kama kwa mfano Sister Faustina alikuwa wakati wa misa anaona mara katika Ekaristi anaona umbo la Yesu mwenyewe kabisa vile alivyojiportray katika picha hii ya huruma. Manake akijaribu kuwaonesha watu, au alimwambia Sister Faustina Yesu naye aenda kaambie watu. Japo kuwa macho yanaona pale, anatazama kipande cha mkate wa mviringo, sivyo? Lakini pale hakuna mkate. Pale ni Yesu mwenyewe yupo. Ile ni real presence, ni uwepo halisi wa Yesu Kristo, japo ni katika umbo au katika fumbo la ule mkate. Ni yeye mwenyewe, sivyo? Au kwamba Mtakatifu Sister Faustina alikuwa anaona sasa mara padre haonekani tena pale, na badala yake anaonekana mtoto Yesu mwenyewe akiwa anatekeleza ile shughuli na kadhalika. Ni kwa sababu kama mambo hayo ndio, yani kama Yesu angekuwa kile kilichokuwa siku ile ya Ijumaa Kuu, ndio kinatolea anaposema twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu. Tukawa tunaliona lipisi la mwili wa Yesu lililochanwa kwa mijeledi na mabakora na kuchubuka kwa kuanguka vile. Kuna baadhi yetu tulikuwa tunakimbia kanisani. Afu kuila nyama mbichi. Au unakwenda pale mwili wa Kristo. Amina. Pande la nyama mbichi hapa. Kuna wengine wangekuwa pengine anatupa hivyo anakimbia. Sehemu mojawapo ya huruma yake Yesu ni kwamba anatupa kitu chake, anatupa nafsi yake yeye mwenyewe halisi, lakini katika hali ya fumbo ambayo haitutishi. Sasa ikiwa sisi tutaamua kwamba kwa sababu hali hii inaonekana katika hali ya fumbo, na fumbo lenyewe linaonekana kama, alafu tukaishia tu kukichukulia vile huo ni mkate, atutofautishi kama na chakula kingine. Sasa hapo itakuwa ni bahati mbaya kwetu sisi. Sakramenti ni ishara, ndio maana Ekaristi inakuja katika hali ya fumbo, sivyo? Yes. Ishara wazi ambayo sisi tunaweza tukaiona na kuing'amua kwa milango yetu ya fahamu, kwa kuona kwa macho, kwa kugusa mkononi, kwa kuitesti mdomoni na kadhalika. Lakini nyuma yake au undani wake kabisa ni ile neema ya wokovu. Kwa kifupi wanasemaga a sacrament is a visible sign of an invisible grace. Sivyo? Neema haionekani kwa macho. Sivyo? Kile ambacho kinafanywa ndani mwetu sisi hakiwezi kuonekana kwa macho, wala mtu hawezi kukihisi kama vile anapohisi baridi au joto kwenye ngozi yake. Sivyo? Lakini ni kitu halisia kwa sababu kimetoka kwa Yesu Kristo mwenyewe, na kikiwa kimebeba lengo lile lile alilokuwa nao Yesu kwa kuja huku na kwa kufa kwake pale msalabani. Kwa sababu hiyo, wakati wowote mtu anapokwenda akapokea Ekaristi Takatifu, akaipokea kama Ekaristi Takatifu,
akiwa amejiandaa vile kanisa lilivyomfundisha kuipokea Ekaristi Takatifu, mtu huyo anaipokea neema ya utakaso. Ekaristi Takatifu inakuwa ni sakramenti inayojaziliza kile kibaba cha neema ya utakaso ndani mwetu. Ndio maana tulisema kwamba tuwapo hapa duniani tunaanza kupewa dozi za uzima. Sivyo? Yeah. Lakini ukamilifu wa ule uzima wenyewe ni pale ambapo tutaweza kukutana na Yesu hivi Uso kwa uso. Sio tu kwa njia ile ya fumbo. Ndio kusema kuna utofauti kati ya Mkristo anayepokea Ekaristi Takatifu na Mkristo asiyepokea Ekaristi Takatifu. Yule ambaye anapokea na ni katika mazingira ambayo yanamuonesha kwamba yuko sawasawa, hata kama hajafikia 100% ya usawasawa wenyewe, anapata kipimo cha neema ya utakaso, na kila anapokwenda kile kipimo kinaongezwa. Hazina yake. Ndio maana kuna watakatifu, kwa mfano Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, wanasema hata wakati akiwa ni mgonjwa kweli kweli, ambapo mimi na wewe katika hali ya kawaida tungesema kwamba bwana naumwa sana, nalala kitandani, yeye bado alikuwa anawaomba na wasii masista wamweke kwenye kiti chake kile, wamburuzi, wampeleke kanisani. Wakati misa inaadhimishwa, ashiriki ile misa yenyewe mwanzo mpaka mwisho, na akomunike katika mazingira yale ya adhimisho. Okay. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule muunganiko wa nafsi yake au ile kazi ya neema ndani ya nafsi yake ile ilikuwa yani inawasha moto wa mapendo yake. Ilikuwa inashinda ndio ule udhaifu wake wa kawaida. Ndio maana Papa Yohane Paulo wa pili alifika sehemu ameugua nini yani alipigwa na ule ugonjwa wa kutetemeka mwili unaitwa Parkinson's disease. Sivyo? Lakini bado mpaka dakika ya mwisho alikuwa bado akipata nafasi ya kuadhimisha misa, hata kama itachukua muda gani, bado atataka adhimishe, ashike ule mwili wa Kristo. Twaeni mle nyote, huo ndio mwili wangu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kile ambacho Yesu anakuja kukifanya ndani, ule ujazo wa ile neema ya utakaso. Na mtu kwa kuja tu pale kanisani, bado tena kuna neema nyingine ambayo inatolewa. Pateni picha hivi. Kama ilivyo leo, kwenye milango ya kanisa inapofunguliwa wakaingia, wanaingia mule Wakristo motomoto, wanaojua wanaenda kufanya nini, waliojipanga kwenda kusali. Wanakwenda mle Wakristo ambao anataka watoke tu nyumbani siku ile kusudi asibaki nyumbani siku ya Dominika. Anakwenda kanisani, lakini hata kama hata shiriki kila kitu kwa 100%. Uwepo tu pale. Wanakwenda mle Wakristo ambao wamejaa dhambi kuanzia kwenye nywele mpaka kwenye unyayo huko. Sivyo? Wanakwenda mle watoto wadogo ambao hawana habari. Sivyo? Na vile vile sio ajabu wanakwenda hata watu ambao sio Wakristo. Kuna baadhi ya watu wakihamia kwenye maeneo na kanisa la dhehebu lake halipo, anaingia kwenye lolote lilioko pale karibu. Sivyo? Kwa kanisa letu sisi linabebaga wakati mwingine hata watu ambao hawajaona tu kanisa la dhehebu lake mahali lilipo. Sivyo? Au watu ambao ni wadadisi wanataka tu kuja kuona mnafanya nini. Si ndivyo? Hii picha inaonekana hapa ndio ile ilikuwa pale Kalvari siku ile. Okay. Kwenye Injili iliyosoma Dominika ya Kristo Mfalme msemlisikia. Walikuwepo pale Yesu msalabani na majamaa wawili. Alikuwepo Yohane, alikuwepo Bikira Maria, Maria Magdalena na Maria Salome. Yes. Sivyo? Yes. Walikuwepo pia maaskari. Waliomsulubisha Yesu. Yes. Sawa? Yeah. Walikuwepo baadhi ya wakuu wa watu sijui labda nini Mafarisayo au sijui kama ni walikuwa wanataka kushuhudia waone watakavyojifufua. Si ndivyo? Na walikuwa pia wapita njia. Wengine walikaa kwa mbali wanatazama kwa mbali. Katika hao wote waliokuwepo, Yohane, Maria Magdalena, Maria mama yake Yesu, hao bila shaka walikuwa katika mazingira yale rasmi kabisa ya ibada. Si ndivyo? Yeah. Alafu kuna wale waliokuwa mbali kwa wanatazama tu mambo yanatokea namna gani.
Hawaelewi. Alafu kuna hawa ambao tena wenyewe walikuwa kwa busy kumdhihaki Yesu. Wewe ndio ulisema mfalme wa Wayahudi? Luka. Tuko nini? Kuna haya majambazi yaliogopa kushoto na kulia kwake Yesu. Daima Yesu ni sumaku inayovuta watu wa dizaini zote. Sivyo? Lakini kitu kimoja ambacho kinaonyesha kwamba ni bora kuwepo katika mazingira yale ni nini? Habari tu ya kwamba sakramenti ya Yesu inaadhimishwa. Kuna miale ya neema ya msaada inayotolewa inayoweza kugusa na kusababisha kuchochea uongofu wa roho za watu. Katika majambazi mawili yaliokuwa wamesulubishwa kushoto na kulia kwao, mmoja wapo alipata neema ya uongofu pale pale. Kwa hiyo twende kanisani. Alikuwa mzambi. Kwa maana hiyo Father, twende kanisani. Yaani kwenda kanisani Dominika, hata kama ukiwa na madhambi yako, ni afadhali kuliko kulala nyumbani. Kwa sababu ya neema za msaada zinazopatikana. Milele. Na mtazamaji mpendwa, Kipindi Tumaini 33, ibada ya huruma ya Mungu, tunazungumza hapa na tunafundishwa na Padre Tito. Endelea kuwa nasi, wakati upate mapumziko mafupi, tutarejea. Naam, tumerejea mtazamaji mpendwa wa kipindi Tumaini 33, na wakati unamwalika tena baba aweze kuendelea kutupa mafundisho kuhusiana na Ekaristi Takatifu na ibada ya huruma ya Mungu. Karibu. Kwa sababu huruma yake Mungu inaelekezwa kwa watu wote, hata kwa wale ambao mbele ya macho ya watu wastaarabu au ya watu kwa ujumla wanaonekana kuwa hovyo na wasiofaa. Wote hao Mungu anazitaka roho zao. Wote hao Mungu anataka kuwakomboa, anawaelekezea huruma yake. Kwa hiyo adhimisho lile la Ekaristi Takatifu linakuwa lina ule msaada wa neema zinazotolewa. Tulisema kwa mtu ambaye anakwenda akiwa amejiandaa vizuri, ameungama dhambi zake za mauti, ametimiza malipizi aliyokuwa amepewa. Kabla ya kuondoka nyumbani au pengine mara baada ya kufika, amesali kwa ajili ya kumwomba Mungu ili kusudi nafsi yake yote iwe katika mazingira, yaani ule awe katika uwepo wa Mwenyezi Mungu na kadhalika. Mtu wa namna hiyo anapoenda kushiriki Ekaristi Takatifu anapata neema ya utakaso. Anapata ile neema ya utakaso. Roho yake inatengenezewa muunganiko na Mungu. Ile njia yake yeye kwenda mbinguni inasafishwa. Ile block, lile jabali lile la hakika ya kwamba yeye ni mtoto wa Mungu linazidi kuimarishwa, linazidi kuongezewa matabaka. Hicho ndicho ambacho neema ya utakaso inafanya ndani mwetu. Haimaanishi ya kwamba ni lazima mtu apate msisimko fulani hivi kwenye mwili wake, asikie kitu, ajisikie ni kwamba hivi, kwamba kwa kweli sio salama kwetu sisi kusema kwamba kuna siku tumeenda kanisani, leo nimesali na leo sijasali, kwa kuzingatia habari ya kwamba nilipotoka leo kanisani nimejisikia fulani, najisikia ndani mwangu nina msisimko fulani hivi, nina raha fulani hivi, yani ambayo naweza kusema kwamba nimeitoa kwenye ibada. Sio lazima. Sio lazima hiyo iwepo. Sawa? Hiyo sio lazima. Kinachojalisha cha msingi ni ya kwamba mtu ameenda kanisani akiwa katika mazingira ambayo roho yake iko safi mbele ya Mungu, wala kwa kiwango kile cha kawaida cha kibinadamu.
Okay. Hana dhambi ya mauti ndani mwake. Amejitahidi kusali na kujiandaa vile ambavyo kanisa linamtaka. Tukiangalia kwenye katekisimu zetu kuna sala ambazo zinaweza kusaliwa vile vile kabla mtu hajaenda kupokea Ekaristi Takatifu. Yes. Na kuna nyingine pia huwa zinasaliwa na watu baada ya kuwa wametoka kupokea Ekaristi Takatifu. Hivyo vitu vyote hivyo ni vitu ambavyo vinajenga na kupalilia yale mazingira ya ushiriki wa mtu kwenye karamu takatifu ya Bwana huwa ni wa manufaa. Kwa sababu huyo mtu anakwenda anapokea hizo neema za utakaso. Lakini vile vile sambamba na hiyo neema ya utakaso, mtu anapata pia neema mbalimbali za msaada. Tulianza kudokeza habari ya nini? Ya uongofu, neema ya uongofu, ile kuamua au kukubali kufuata utashi safi na dhamiri ya kweli, kuachana na mwenendo mbaya ili kusudi kuifuata mwenendo ulio sawa sawa. Tukatoa mfano yule bwana ambaye kanisa linamuita Dismas, ambaye alikutana na Yesu msalabani. Hakuna mahali pengine popote rasmi tulipoambiwa kwamba alikutana mahali pengine. Japo kuna baadhi ya maandiko mengine ambayo yako nje ya wigo wa maandiko matakatifu ambayo inasema kwamba Samuel alikutana mahali fulani wakati Yesu anakimbiziwa Misri na wazazi wake. Lakini hiyo sio kesi. Issue ni kwamba alikutana na Yesu msalabani akiwa katika hali ambayo ni mbaya. Alikuwa ni jambazi na alikuwa anahukumiwa, na mwenyewe alikiri kwa kinywa chake, anamwambia yule mwenzake hata anamkemea, wewe na mimi tuko hapa tumetundikwa kwa sababu tumepewa hukumu ya haki kwa matendo yetu. Lakini huyu, akiwa anamaanisha Yesu, huyu hakufanya jambo lolote lisilofaa. Sivyo? Kwa hiyo tuna hakika Dismas alikuwa ni mdhambi. Sasa Dismas alikuwa ni mdhambi, lakini alikutana na Yesu katika mazingira yale. Kitu fulani hivi kikaugusa moyo wake, akamtambua Yesu ni mtu mwenye haki ambaye hakutenda lolote, lakini pia ni zaidi ya mtu. Akamwambia Yesu, unikumbuke utakapoingia kwenye ufalme wako. Na Yesu akamhakikishia, sio kesho, sio kesho kutwa, leo hivi utakuwa pamoja nami. Kitu kinachoitwa neema ya uongofu. Kwa hiyo hata mdhambi anayekuja kanisani akiwa amekuja kwa uamuzi naenda, na walau akakubali kurelax nafsi yake pale, akajiachilia, yani kwamba atekwe na yale mazingira ya pale kanisani, neema ya uongofu itamjia. Atapata kitu ama katika masomo yanayosomwa, au katika nyimbo zinazoimbwa, au katika sala zinazosaliwa, au katika homilia inayotolewa na padri. Na ile tu general kwa pale ni mazingira, pale ni Kalvari ambako Yesu anasulubiwa kwa ajili ya wokovu wa watu. Kuna kitu kitamgusa. Inaweza isiwe haraka, lakini inaweza ikawa ni kwa hatua. Akatamani kuja tena siku nyingine. okay. Niliwahi kusoma kitabu kimoja hivi, Rome Sweet Home, cha bwana mmoja mtaalamu sana wa maandiko matakatifu Marekani, profesa wa biblical theology kwenye chuo kikuu cha Mtakatifu Francisco kwenye mji wa Steubenville. Anaitwa Scott Hahn. Hicho kitabu alikiandika kama maelezo ya safari yake ya uongofu kutoka kwenye Uprotestanti kuja kwenye Ukatoliki. Okay. Kwa muda alishakuwa na, kwa sababu alikuwa ni msomi, ni mtu wa akademia. Kwa hiyo alikuwa na mazungumzo yale ya iki vipi kina yani kwamba kwa sababu alikuwa ni Mprotestanti ambaye amekuzwa kwenye mazingira yale, na walikuwa kwenye dhehebu wao wanaona Ukatoliki na Wakatoliki kama ni upotovu na kadhalika. Lakini kwa sababu alikuwa ni msomi, alikuwa anapata nafasi ya kuzungumza na watu wataalamu wa mambo ya Ukatoliki na wanafanya kama debating. Sivyo? Kwa hiyo katika mazungumzo yake kuna baadhi ya vitu alianza kuviona kwamba mbona kama hawa tunawaelewa isivyo, na mbona kama mafundisho yao, msimamo wao yanaonekana kuwa yako sahihi zaidi kuliko tunaoyajua sisi. Kwa hiyo aliendelea kufanya uchambuzi
Na anasema kosa mojawapo kubwa waliolifanya ni kusoma maandiko asilia ya mababa wa kanisa. Kinachoitwa Ukristo walichoanza kuishi watu wa wakati ule, kwa sasa hivi kinaonekana zaidi kwenye kanisa Katoliki kuliko kwenye makanisa ya Kiprotestanti. Kwa hiyo alianza kuona kwamba kuna mahali fulani kuna vitu ambavyo sio sawa. Akazidisha ule utafiti wake. Na taratibu akaanza kuona kimoja baada ya kingine. Hiki bwana wa Katoliki wako sahihi, na sisi tumepotoka. Hiki wa Katoliki wako sahihi, na sisi tumepotoka. Kwa hiyo akaanza sasa yeye kudevelop ile interest ya kusoma zaidi au kuona zaidi wanavyofanya wa Katoliki, akivilinganisha na vile ambavyo aliviona wakivifanya watu vikionekana kwenye maandiko ya mababa wa kanisa wa karne za mwanzo. Na anasema mahali ambapo sasa ni ile safari yake ya uongofu ilikuwa sasa dhahiri kwamba kwa kweli kuanzia sasa hivi nataka kuwa Mkatoliki, ni siku ambayo aliamua kwenda kanisani kushiriki misa. Kwa hiyo yale masomo alipoanza kusoma, kwa sababu yeye mwenyewe ni mtaalamu wa Biblia, sivyo? Kila kitu alichokuwa nakisikia kwa nakiangalia. Kwa mfano naanza ile kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndivyo anavyoanza ibada zao. Hizi ni nafsi za Mungu hizi. Okay. Bwana awe nanyi. Anaangalia maneno haya yapo yanapatikana kwenye kwenye introduction za nyaraka za Mtakatifu Paulo, au ile neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Sivyo? Haya. Kwa hiyo ni karibu kila neno kwa mbona inapatikana sehemu fulani kwenye Biblia? Mbona inapatikana kwenye sehemu fulani ya Biblia? Yakaja yakasomwa yale masomo, sivyo? Ya siku ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, ishara kubwa ikaonekana mbinguni. Hii mbona iko kwenye Ufunuo? Kwa kweli mwishoni anasema kwamba misa ilipomalizika alijikuta ameishiwa nguvu ya kuweza kunyanyuka, kwa sababu alikuwa nilichokuwa nakisikia sio kweli. Na ni pale alipoanza sasa kusema kwamba kwa kweli sasa mimi bwana iwe iwavyo nitakuwa Mkatoliki. Safari yake ya uongofu ilipoanzia. Kwa hiyo kumbe ile safari ya uongofu inaweza isiwe pale pale tu ghafla mtu amefika leo na siku hiyo akaamua kuacha. Lakini inaweza kaanza tu kwenye fact ya kwamba nataka nirudi tena Dominika nyingine. Ni process. Lakini hiyo tuna credit inaenda kwa nani? Ekaristi Takatifu. Neema ya Yesu Kristo inayotoka katika adhimisho la Ekaristi. Kwa sababu haya yote yaliyofanyika haya yamefungamanishwa katika adhimisho lile moja la Ekaristi Takatifu. Neema ya uongofu inapatikana. Lakini vile vile kuna msamaha tunaoupata wa zile dhambi zisizokuwa za mauti. Kwenye kuhudhuria misa takatifu. Ndiyo. Msamaha wa dhambi unaohitaji sakramenti ya kitubio primarily ni msamaha wa dhambi zilizo za mauti. Dhambi ya mauti haiwezi kuondolewa kwa namna yoyote ile nyingine. Tunaojua katika Ufunuo, isipokuwa kwa sakramenti ya kitubio. Lakini dhambi nyingine zisizo za mauti hasa zinazoangukia kwenye kutokutimiza wajibu, tunazipata msamaha wake au maondoleo yake kwa namna mbalimbali. Moja wapo ni kushiriki maadhimisho matakatifu, hasa misa. Na ndio maana inawezekana mtu kaenda kwenye kiungamio ukaungamishwa dhambi zako, moja wapo ya mambo ambayo utapewa kwenda kufanya au kutekeleza kama malipizi yako, kwenda kusali misa. Unapokwenda kusali misa unakwenda kupata sasa msamaha wa zile ulizoziweka kwenye kile kikapu kile nilizosahau, kama sio dhambi ya mauti au kama hujasahau makusudi ile. Lakini vivyo unapata sasa pia msamaha wa ile adhabu, ile temporal punishment uliyotakiwa kupata. Unaenda kupata pia rehema fulani kwa ajili ya maondoleo ya adhabu ya dhambi zako ulizoziungama na kupata maondoleo. Kwa hiyo kuna msamaha wa dhambi fulani hivi kwamba kwa kwenda kushiriki misa kwa utashi tunaepushwa tusije tukapata mabalaa fulani hivi ambayo yamekuwa ni sehemu ya faji ya kulipizia zile dhambi zisizo za mauti ambazo sio lazima kwenda kwenye nini? Kwenye kitubio. Lakini vile vile ni sehemu ambapo yani kila mtu anapokwenda kushiriki adhimisho la Ekaristi Takatifu
na akapokea, au pengine hata kama hajapokea, kuna kitu fulani ambacho kinakwenda kujengwa pia ndani ya nafsi yetu. Hata ule ujasiri ule wa kuvumilia mambo fulani ambayo ni madogo madogo. Okay. Kuvumilia taabu. Na kwenye kwamba hatuwezi kukata tamaa kwa vitu mara moja tu. Nafikiri kwa sababu tu kwamba ni nguvu yangu nganga namna hiyo. Ni kwa sababu Yesu anatutia nguvu. Na sehemu ya neema yake tunaipata tunaposhiriki misa takatifu. Tusiache kwenda, lakini vile vile tusiende tu sasa kama wapenzi watazamaji, kwa sababu tunaweza tukaishia tu kupata neema fulani za msaada. Na kama hatuna mazingira ambayo tumeyajenga kwamba neema ya utakaso iwe ndani mwetu, ni rahisi wakati mwingine neema ikaja, lakini sisi tukairesist, tukaivimbia. Sivyo? Ni kama vile sasa inapokuja kwa upande wa pili, kwa mtu ambaye amekwenda kushiriki ile misa, amekwenda na kupokea Ekaristi, lakini amejaa dhambi, wala hana chembe ya toba ndani mwake. Mtu akienda kupokea Ekaristi akiwa amejaa dhambi, yeye hana uwezo wa kuondoa ile neema iliyoko katika Ekaristi. Sawa? Okay. Yani kwamba mtu anaweza akairesist neema kwa sababu yeye mwenyewe hajihangaishi kwa namna fulani hivi ili kusudi hana juhudi ya kuikaribisha neema ndani mwake. Kwa hiyo mtu ambaye anakwenda kupokea Ekaristi Takatifu akiwa katika hali hiyo, licha ya kwamba tu anakuwa ana resist ile neema isimuingie, vile vile sasa anakuwa na kufuru, na kufuru inakuwa na mambo kadhaa. Mojawapo ni mokari, ni kebehi. Ndio ubaya wa kufuru. Kufuru ni kebehi kwa Yesu Kristo, ni kebehi kwa Mungu Baba. Ndio ubaya ule, kwamba Mungu ametupa sisi sakramenti hii kama kielelezo cha huruma yake kwa dhambi zetu. Ametupa sakramenti hii kama kielelezo cha ubaya wa hizo dhambi zetu. Kwenye Ekaristi tunamwona Yesu vile anavyoteseka, ni kielelezo cha ubaya wa hizo dhambi zetu. Lakini mtu anaamua bado vile vile katika hali ile ambayo ilimsulubisha Yesu, na yeye sasa ndo anakwenda, wakati lengo lake ni kwamba aende kuipokea katika hali ya upya. Kwa hiyo ni kama vile mtu anakwenda kumwambia Mungu, yani, au kama vile anakwenda kumwambia Yesu amesema kwamba msipokula mwili wake mwana wa Adamu na kunywa damu yake hamna uzima ndani yenu. Ni kama vile mtu anakwenda kumwambia kwamba hata kama sina huo uzima, lakini bado I don't care, au kwamba huna cha kunifanya. Sasa sisi wenyewe tu binadamu tunaogopana kuambiana maneno hayo kwamba huna cha kunifanya. Mtu anaweza kwenda kumwambia Mungu namna hiyo. Ni hatari kubwa sana ndugu zangu kwenda kushiriki Ekaristi wakati tukiwa katika hali ya dhambi ya mauti. Kuna sehemu mfano ya maandiko matakatifu ilifananisha jambo hilo kwamba anayekwenda kupokea mwili na damu yake Yesu na akafanya hiyo kufuru dhidi ya mwili na damu ya Kristo, anajifananisha na mtu ambaye anapalia na anachukua makaa ya moto na kujipalia juu ya kichwa chake. Anataka kuotesha matandu kama wali juu ya kichwa. Kwa faida ya mtazamaji ambaye inawezekana anaposikia dhambi ya mauti anajiuliza maswali, ni ipi? Ni ipi? Okay. Haya. Dhambi ya mauti tutaifafanua kwa mambo haya matatu. Cha kwanza ni dhambi ambayo yenyewe moja tu inatosha kufuta neema ya utakaso yote alionayo mtu, kiasi kwamba ikamfungia milango ya mbinguni na ikamfungulia milango ya jehanamu kwa uzuri kabisa, na shetani akaweka pale bendi ya vishetani vyake vidogo vikampokea kwa shangwe mtu yule. Kwenye kitabu cha nabii Ezekieli, Mungu amesema kwa kinywa chake kwamba mtu aliyekuwa mwema akaacha njia ya wema akaanza kutenda ubaya, sawa, atakufa au ataangamia katika huo ubaya, na ule wema wote wa huko nyuma hautakumbukwa. Sawa? Kwa hiyo dhambi ya mauti ni dhambi ambayo ina uwezo huo. Inafuta mema yote ya neema ya utakaso katika mtu,
sawa, na kumfanya kuwa yani mstahili wa jehanamu ya moto kwa milele. Sawa? Ya moja. Pili, sasa mtu anawezaje kutenda dhambi ya mauti? Katekisimu inatufundisha kutenda dhambi ya mauti ni pale ambapo mtu anavunja amri ya Mungu au ya kanisa. Sivyo? Either vile vile jinsi ilivyoandikwa explicitly au katika mapana yake. Sivyo? Kwa mfano, amri ya 5 ya Mungu imeandikwa usiue. Sawa? Yesu alisema mahali fulani, mmesikia imeandikwa usiue. Lakini mimi nawaambieni, hata ambaye anamchukia ndugu yake anastahili baraza. Ambaye atamdhalilisha, atamfyolea, anastahili sijui hukumu. Ambaye atamwapiza, itampasa jehanamu ya moto. Sivyo? Kwa hiyo kumbe kuna vile ni amri zilivyoandikwa, alafu kuna mapana yake. Kwa hiyo mtu ambaye atavunja amri ya Mungu au ya kanisa vile vile ilivyoandikwa au katika mapana yake. Ni kama inavyosemwa ya 6. Kwamba pamoja na vile lakini ukimtazama kwa kumtamani umekwisha kuzini naye moyoni mwake. Kuna hayo mapana yake. Yaani maana yake, kwa mfano mtu mwingine anaweza akadhani ya kwamba dhambi ya kuzini inahusisha habari ya mwanamume kumuingilia mwanamke. Sivyo? Lakini hata kama ikitokea ni mwanamke na mwanamke akaenda kusagana, wamevunja amri ya 6. Ikitokea mtu ameenda kujichua yeye mwenyewe, amevunja amri ya 6. Ndio nasema kwamba vile vile ilivyoandikwa au katika mapana yake. Si ndivyo? Hiyo ni sehemu ya pili. Lakini sehemu ya 3 kuna mambo yanayohusikana. Sawa, kwamba mtu ametenda jambo hili lililokatazwa lakini akiwa na utashi kamili. Sawa? Akiwa na utashi kamili, alafu akiwa anajua Mungu amekataza jambo hilo. Kwa hiyo anafahamu Mungu amekataza usizini. Sawa? Au Mungu amekataza usiue. Au Mungu amekataza usiabudu miungu mingine. Au kanisa limeamrisha nenda kanisani siku ya Dominika. Sivyo? Na sikukuu zingine zilizoamriwa, kanisa limeamrisha hivyo. Anajua, alafu akafanya kinyume chake. Kilichokatazwa yeye akaenda akakitekeleza, au kilichoamrishwa yeye akakipuuzia kukifanya. Alafu wakati huo utashi wake pia uko kamili. Yani hayupo katika hali ambayo pengine ni mwenda wazimu. Yuko sawa. Sivyo? Amerukwa na akili. Au pengine hajawekewa mtutu wa bunduki. Sivyo? Kusema kwamba ametishwa katika hali ambayo sasa ile hofu inakuwa kama vile overwhelm, sijui neno kwa Kiswahili naweza kusema namna gani. Kwa hiyo kwamba lazima iwe ni dhambi ambayo inatokana na kuvunja amri ya Mungu au ya kanisa. Lakini wakati huo mtu akiwa anafahamu wakati huo pia na utashi wake uko kamili. Kiasi kwamba sasa mtu anaweza akatenda jambo lile lile, lakini kama ikiwa si kwa kufahamu wala si kwa utashi kamili, hawezi akahesabiwa katika level ile ile kuwa ni dhambi ya mauti kama mtu ambaye anafahamu. Mtoto wako akifika pale nyumbani akachukua bastola yako ambayo umeweka kizembe, akawa anaichezea kama toy na kumbe hujaweka ile safety, akavuta kile kifyatulio, risasi ikatoka akamfyatua mtoto mwenzake anayocheza naye, hawezi akafanya. Na wewe ambaye mtu amekukorofisha ukasema nisubiri, kaingia ndani ukaenda kuichukua, ukaenda Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Hadi Meki amefurahi. Na mtazamaji mpendwa, ndiyo faida unayoipata kutoka kipindi hiki Tumaini 33, na hasa tunapozungumza juu ya ibada ya huruma ya Mungu, na ikiwa unapata pia mafundisho namna ambavyo inahusiana na sakramenti kuu ya Ekaristi Takatifu.
Nikushukuru sana Baba Tito Rwegoshora, paroko wa parokia ya Mtakatifu Antoni wa Padua Nyeburu, lakini mshukuru pia dada Rita Leonard Simon kutoka parokia ya Mtakatifu Ambrose IPTL jimbo kuu la Dar es Salaam. Shukrani pia kwa timu Tumaini 33, Meki Makali, Simon Peter, halikadhalika Sister Leonora John Nganunga. Mimi ni Gauden Sierra. Baba, tunaomba baraka na baraka hii basi kufikia na wewe ambaye inawezekana kwa namna moja au nyingine ulikuwa uelewi, ulikuwa ama pengine ulikuwa fanya makusudi, pengine na wewe ulikuwa kama Dismasi. Yani kwenye kundi lile pale ambao baba amewataja, basi ukijiona ulikuwa sehemu ya hilo kundi, basi walau usogea hatua nyingine kuelekea Mama Bikira Maria na wale jamaa zake ambao walikuwa karibu na msalaba wa Yesu Kristo. Karibu baba. Asante. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunakimbilia ulinzi wako, Mzazi mtakatifu wa Mungu, usinyime tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amin. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kama mwanzo na sasa na siku mwanzo na zote sasa na na siku zote na milele. milele. Amina. Bikira Maria mama wa kanisa, Utuombee. Bwana awe nanyi Na awe rohoni mwako. Mungu Mwenyezi awabariki na kuwalinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.